Yo, ladies and gentlemen, mambo vipi? Ni siku nyingine tena tunakutana kuja kuweza kusogezeana zote kari zote trending za kiburudani ambazo zimezidi kuchukua nafasi kinoma. Mambo ni mengi sana ambayo yamezidi kuchukua nafasi kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na mastori superstar kutoka Tanzania. Kuna vitu vingi sana ambavyo vimezidi kusumbua kwenye moja ya story kubwa ambayo niko nayo ni kuhusiana na lebo ya African Princess ambayo inahusiana na usimamizi wa wasanii lakini pia uendeshaji wa masuala mazima ya kimuziki, na ilikuwa ikiwa na msanii mmoja ambaye anaitwa Yami. So siku za hivi karibuni tayari ameshaweza kuachana naye katika lebo hiyo na mikataba imeweza kuandikwa kwa namna hiyo. Nandy ameposti kupitia ukurasa wake wa Instagram kwamba ameshaweza kubugana naye na kuweza kuachana naye msanii ambaye anaitwa Yami, huku madiri watu wakifunguka kwamba tayari ameshapata sehemu nyingine ya kuweza kusimamiwa kimuziki na kuweza kuendesha shughuli zake za kimuziki kama ilivyokuwa kawaida. Lakini pia kupitia IG yake Nandy amezungumza kwamba Nandy ameweza kuandika kwamba ameshaweza kuachana naye na mambo yako free kabisa kuweza kuingia mkataba na mtu mwingine. Ikumbukwe ameshafanya collaboration za ndani ya Bongo akiwemo Mbosso Kani pia Barnaba Classic ambaye waliweza kufanya track moja ambayo imeweza kuchukua tuzo mwaka huu ambako kwa ngoma ni Tony Busi kwake. Barnaba imeweza kumwezesha kuchukua tuzo ambayo imeweza kuondoka nayo kwa mwaka huu 2025. So ukiachilia hivyo wameweza kuachia ngoma na Mbosso Kani, ngoma mbili ambayo moja ni Busu remix ni pia nyingine Nitadumu Naye. So hii inaonyesha kwamba ukubwa ambao African Princess Label umeweza kumfungulia Nandy katika maisha yake ya muziki ndani lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania. Hii imeweza kumuongezea pia umaarufu zaidi kwenye muziki na hivyo kuweza kumfungulia mipaka ya kuweza kufanya muziki East Africa nzima, kwa sababu sasa hivi amekuwa ni msanii maarufu, msanii ambaye anafuatiliwa, msanii ambaye ana jina, msanii ambaye anafahamika.